Bwana Yesu asifiwe. Ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Naitwa mtumishi Hawadi Mayemba kutoka Njombe, Tanzania, ambaye nimekuwa nikikuletea injili za mabadiliko katika nyakati hizi za mwisho. Na bila kupoteza wakati, ninaomba twende tukajifunze aya moja tu katika siku ya leo, na hili ni neno la maarifa na mtumishi wako wa neno la Mungu Hawadi Mayemba. Niseme tu kwamba katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 2 mstari ule wa 10 anasema ya kwamba usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linaposema usiogope, neno usiogope limezungumzwa mara nyingi sana katika vitabu vya Biblia, katika vitabu au maandiko ya neno la Mungu. Vimeelezwa kwamba usiogope, 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 kwa sababu hofu, uoga ni chanzo cha dhambi, ni chanzo cha machafuko, ni chanzo cha uasi, ni chanzo cha watu kuhangaika, ni chanzo cha watu kumwasi Mungu, ni chanzo cha watu kumkosea Mungu. Kwa hiyo Biblia inaposema kwamba usiogope, ndugu yangu, unaweza kuwa unapita katika changamoto hapo ulipo. Unaweza kuwa unapita katika magumu hapo ulipo. Unaweza kuwa umepita katika magumu na matisho hapo ulipo. Lakini neno la Mungu linakwambia usiogope. 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 Anaposema kwamba usiogope, anaendelea mbele kwamba mambo yatakayokupata, kwamba yamkini kumbe yako mambo ambayo yanatupata sisi wanadamu, yamkini yako mambo ambayo yanakupata wewe, yamkini yako mambo ambayo yananipata mimi, lakini Biblia inasema kwamba usiogope. Usiogope. Tazama, huyu ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani. Ibilisi anaweza akaruhusu, Mungu anaweza akaruhusu ibilisi ya kujaribu kwa namna moja au namna nyingine, na wakati mwingine mateso ulionayo yanaweza kawa na uchungu, yanaweza yakawa na maumivu, lakini Biblia inasema ya kwamba usiogope, kwa sababu atawatupa gerezani. Lakini ninapenda ule mstari wa aya ile ya 10b anaposema ya kwamba uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji. Uwe mwaminifu. Wapendwa, tunda mojawapo la Roho Mtakatifu ni uaminifu. Watu wengi wamekosa uaminifu maofisini, watu wengi wamekosa uaminifu makanisani, watu wengi wamekosa uaminifu katika ndoa zao, katika mahusiano yao, katika masomo, katika mitihani ambayo wanaifanya, wamekosa uaminifu. Lakini Biblia inasema kwamba uwe mwaminifu hata kufa. Uwe mwaminifu hata kufa, utapata taji. Utapata taji. Usitumie njia za mkato. Haijalishi umeomba mara ngapi hujapokea majibu, usitumie njia za mkato. Usijaribu kubomoa ukuta. Muombe Mungu. Mungu atafanya njia, atafanya mlango wa kutokea, atakuvusha hata katika hilo gumu unaloona ni gumu, atakuvusha kwa sababu ameahidi ya kwamba lipo taji. Lakini anasema uwe mwaminifu hata kufa. Uwe mwaminifu. Usimkane Mungu unapopita katika majaribu. Usimkane Mungu unapopita katika magumu. Usimkane Mungu unapopita katika miba. Usimkane Mungu unapopita katika misaraba. Usimkane Mungu, usimwache Mungu. Biblia inasema kwamba uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu hata kufa. Uwe mwaminifu hata kufa. Uwe mwaminifu katika kusimamia haki. Uwe mwaminifu katika kusimamia ukweli. Uwe mwaminifu kusimamia Ukristo uliopewa. Uwe mwaminifu hata katika uwakili ambao Mungu amekupa, wa kutunza siri za Mungu, wa kutunza vipawa na karama ambazo Mungu amekupa, wa kutunza muda ambao Mungu amekupa. Uwe mwaminifu, na Mungu ameahidi kwamba atakupa taji. Katika kazi yoyote unayoifanya, katika jukumu lolote unalofanya, katika huduma yoyote unayoifanya, uwe mwaminifu. Ukisha kuwa mwaminifu, unafungua milango ya baraka. Tunda mojawapo la Roho Mtakatifu ni uaminifu. Roho Mtakatifu anapodhihirika ndani yako, maana yake anakutengenezea mazingira ya kuwa na uaminifu. Ukisha kuwa na uaminifu, utapendwa na watu. Kama ni mfanyabiashara, ukisha kuwa mwaminifu, ukawa mkweli, ukazungumza mambo ya kweli, maana yake wateja utavutiwa na wewe. Kama ni mtu wa ofisini, maana yake cheo kitapanda. Kama ni mtu wa kanisani, maana yake huduma yako itapanda. Biblia inasema uwe mwaminifu. Kama ni mwanafunzi, maana yake Mungu atafungua milango. Atafungua milango katika masomo yako, atafungua milango katika mitihani unayoifanya, atafungua milango katika kazi zako. Lakini cha muhimu, neno la Mungu linasema kwamba uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu mpaka kufa.
uwe mwaminifu. Usitafute njia za mkato, mpendwa mtazamaji wangu. Usitafute njia za mkato, mpendwa mtazamaji wangu, kwa sababu dunia tunayopita, jambo la uaminifu ni jambo la ajabu sana. Katika dunia inayobadilika, katika dunia ambayo imekosa uaminifu, Biblia inatukumbusha leo ya kwamba tuwe waaminifu hata kufa. Tuwe waaminifu hata kufa. Maana yake liko taji ambalo tunakwenda kulipata, ambako liko taji ya uzima ambalo tunaenda kuipata, hata kama sio duniani hapa, mbinguni kule. Mungu ameahidi ya kwamba iko taji ambayo unakwenda kuipokea. Kwa hiyo cha msingi ni kusimama katika uaminifu. Usitafute njia za mkato. Wako watumishi wengi ambao wametafuta njia za mkato, wameenda kwa waganga wa kienyeji, wako waliozini kwa ajili ya kupata vyeo, kupandishwa vyeo, kusajiliwa katika mifumo. Lakini mimi nakwambia tu, kuwa mwaminifu na Mungu uliye naye. Kuwa mwaminifu na njia unazopita. Usitoe rushwa, usipokee rushwa. Kuwa mwaminifu, utapata taji ya uzima. Uwe mwaminifu, Mungu atafungua milango ndani yako. Uwe mwaminifu, Mungu atafungua njia zilizofungwa. Nataka nikwambie tu jambo moja, kwamba mara nyingi mambo yanapochelewa, Mungu anakuandaa ili muujiza wako utakapokuja, utakuja muujiza mkubwa ambao kama asingekuandaa, maana yake ungeshindwa kushikilia ule muujiza na kuikana imani yako. Lakini Mungu anakuandaa, then muujiza unapofika, kweli unamtukuza Mungu na kuona ya kwamba Mungu amefanya jambo jipya maishani mwako. Kwa hiyo uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji. Chukua pointi hii kusaidie. Kuwa mwaminifu hata kufa. Baba yangu, mama yangu na initazama, ewe mwanafunzi, ewe mfanyakazi, ewe mwanandoa, ewe mtu yeyote, uwe mwaminifu katika kazi zako. Uwe mwaminifu katika muda ambao Mungu amekupa. Uwe mwaminifu katika uwakili ambao Mungu amekupa. Uwe mwaminifu katika ofisi hiyo unayofanya kazi. Utaona milango ya Mungu ikifunguka. Wakati mwingine tunafikiri kwamba Mungu ametuacha, na wakati mwingine tunaona kama Mungu hayuko pamoja nasi, lakini kuwa mwaminifu. Ukiwa mwaminifu, Mungu atafungua milango. Ukiwa mwaminifu, Mungu atafungua baraka zake. Ukiwa mwaminifu, mazingira yatafunguka. Hata kama hayo magumu unayoona, kuwa mwaminifu, ishi katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu katika jina la Yesu na nikuage katika jina la Yesu. Tumalizie na ule mstari anaosema kwamba yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na mauti ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji wangu, ninaamini ya kwamba ni Roho Mtakatifu aliyekuwa akisema nawe, wala si mimi, bali ni Roho Mtakatifu aliyeko ndani yangu, na huyo ndiye aliyoko ndani yako. Anakushuhudia kwamba je, umekuwa mwaminifu? Anakushuhudia kwamba je, umetenda haki? Anakushuhudia kwamba je, umeishi katika maisha ya kweli ya Kristo? Je, umeishi maisha ya kusema ukweli? Umeishi maisha ya kuwa mwaminifu katika kazi yako, katika shamba lako, katika duka lako? Uaminifu katika ndoa yako, uaminifu katika chochote ambacho Mungu amekupa. Je, umekuwa mwaminifu? Ukisha kuwa mwaminifu, Mungu anafungua baraka, anafungua milango. Na wakati mwingine tunaona kama tunatembea katika laana, lakini hapana, ni kwa sababu ya ukosefu wa uaminifu. Tukiwa waaminifu, Mungu atafungua milango na tutamwona Mungu akituhudumia kwa viwango vikubwa zaidi. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Naitwa mtumishi Hawadi Mayemba. Yamkini somo hili limekugusa kwa namna moja au namna nyingine. Naomba tuombe pamoja nawe wakati huu maombi haya. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mdhambi, nilipoteza uaminifu mbele zako, lakini kwa neema yako ninaomba unihurumie, nisamehe. Kuanzia leo nipo tayari kuanza upya kwa utukufu wa jina lako. Baba mwema, ninakushukuru kwa ajili ya huyu mtazamaji wangu na msikilizaji ambaye ameendelea kunifuatilia. Somo limetufundisha kwa habari ya kuwa waaminifu. Tukiwa waaminifu, milango ya baraka inafunguka. Ninaomba ukafungue milango katika kazi yake, fungua milango katika biashara yake, fungua milango katika kila chochote akifanyacho, kwa utukufu wa jina lako, ee Mfalme amani. Mjalie neema ya kuwa mwaminifu katika kazi, katika kila jambo alifanyalo. Yuko mwanafunzi, mjalie uaminifu hata katika mitihani, katika masomo yake. Yuko mfanyakazi, mjalie uaminifu katika ofisi yake. Yuko aliyekata tamaa, umjalie awe mwaminifu tu hata katika hiyo hali, maana yake Mungu uko unaandaa muujiza wa kumsaidia. Amen. Mpendwa mtazamaji, Mungu wa mbinguni akubariki sana, nikutakia wakati mwema. Amen.